Nataka nikuulize, je, haya yanakutokea kwenye ulimwengu wa roho unapoenda kwenye madhabahu fulani? Je, haya ulishawahi kuyaona au hakuna unachokiona unapokuwa unasali sehemu fulani? Maisha ya Wakristo wengi wasipokuwa makini watajikuta wanaabudu sehemu ambayo mwisho wa mwisho hata kuona ufalme itakuwa ni ngumu. Kumbuka, hazina yako iliko ndiko moyo wako uliko. Hazina yako ikiwa kwenye madhabahu ambayo hayamwabudu Mungu wa kweli, na ndipo moyo wako utakapokuwa. Na moyo wako ukishakuwa huko, ina maana umejitenga na amani. Ndio maana Paulo anamuonya Timotheo, anakuambia kuweni makini na watu ambao sasa wameiacha ile imani ya kweli na fundisho la kweli. Wamepotea kwa sababu wanaangalia zaidi mambo yao badala ya kuangalia mapenzi ya Kristo. Ukianza kuona haya mambo kwenye ulimwengu wa roho, gundua Mungu anakuonya juu ya madhabahu au imani ambayo umejenga kwenye madhabahu fulani. Kumbuka, kitu kitakachotupeleka mbinguni si kanisa, bali ni imani katika neno na kusimamia neno. Unapoishi maisha kwa kufuata kanuni ya makanisa na utaratibu wa makanisa baada ya utaratibu wa Yesu mwenyewe kwenye neno lake, umeshapotea na utaangamia. Sasa chunguza haya mambo. Maana maandiko yanasema kwenye Yohana wa kwanza sura ile ya 4 mstari ule kuanzia wa kwanza, anakuambiaje? Zijaribuni roho uone kama zinatoka kwa Mungu, maana manabii wa uongo wameongezeka kwa spidi, wanaovaa mavazi ya kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu. Wanafundisha mafundisho ya Kristo na ya kuvutia na wanakupa uhakika, lakini kumbe ajenda yao ni kupata kitu kutoka kwao. Watu wale Paulo alitabiri akasema mafundisho yao yataenea kama donda ngurugu, na maana yataenea sana, lakini Mungu anakuambia jihadhari nayo kwa sababu watakupoteza kupitia mafundisho. Fundisho lote unapolipata ambalo haliendani na msingi ya Kristo na lile lengo aliloliita la kuonya, kukemea, kuongoza watu na kuwatengeneza watu wakae katika misingi ya utakatifu, ina maana watakosa mbingu. Kumbuka Yesu mwenyewe akasema yafaa nini mwanadamu aupate ulimwengu mzima apoteze nafsi yake? Kumbuka ufalme wa Mungu haujengi katika kula na kunywa, lakini pia Yesu akasema ufalme wa Mungu haupo kwenye wingi wa vitu na mali ulizonazo, bali katika roho ya upendo, msamaha na kutembea katika njia inayompendeza Mungu. Mamilioni ya watu wanahisi nikiwa madhabahuni nikawa labda nafanikiwa kimwili, huenda ndo tiketi ya mbinguni. Huo ni uongo ambao unawadaka watu wengi. Wanaishi kwenye dhambi na mwisho wa mwisho watakuwa kama Mafarisayo. Maisha ya mwanadamu yako rohoni, na usipogundua maisha ya rohoni ukapotezwa mwilini, hautaweza kujua ajenda za adui anazozipanga kwenye siri ili uweze kujitenga. Ukianza kuona haya kwenye ulimwengu wa roho, anza kustuka juu ya madhabahu hayo na kanisa hilo. Ukianza kuona mtumishi anageuka joka, anaanza kukukimbiza, au anakuibia kitu chochote, labda begi, au namuona amelala madhabahuni hashughuliki na kitu chochote, au ameweka nywele lakini ameweka nywele dawa, au ameweka rasta, au unashangaa mazingira unayoyaona anakupa bidhaa feki au anakuibia kile kitu chako. Maisha ya mwanadamu leo yako hatarini sana kuliko kawaida. Usipokuwa makini kutembea vizuri na Roho Mtakatifu, hautaweza kugundua watu wanaokuja mbele yako. Wengi na watu hatari ni watu ambao wamevaa mavazi ya utumishi kama Mafarisayo, lakini mioyoni mwao wanawaza uharibifu. Na hao ndo watu maadui wakubwa wa msalaba wa Kristo. Hao ndo maadui wakubwa wa injili ya Kristo, kwa sababu hao ndo waharibifu namba moja. Kwa sababu wale waliokuwa wanapambania imani ya Kristo, wale ndo wanaotekwa na kudanganywa na kuharibiwa. Jiulize vizuri, wewe ulipo uko salama? Je, Mungu kuna picha anakuonesha juu ya madhabahu unayohudumu? Je, ulishawahi kujiuliza upo sehemu salama au unapoteza muda, mwisho wa mwisho utaenda jehanamu ya moto?
kumbuka ya Kaisari utampa Kaisari na ya Mungu utampa Mungu. Ukiwa unaabudu kwenye sinagogi la shetani, ina maana umejisajili bila kujua. Na Hosea 4:6 maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Stuka, toka usingizini. Msii Roho Mtakatifu utembee naye aweze kukuonesha. Wengi tumekimbilia vitu vya kimwili, ndio maana vitu vya kiroho tumepigwa upofu, hatujui, hatufahamu, tunatembea gizani. Kumbuka miujiza, ishara, maajabu, uponyaji, unabii visikufunge ufahamu. Angalia, je, Roho Mtakatifu yupo? Anaweza kukufunulia, anaweza kujulisha njia. Je, unajazwa na kufundishwa utaua na mambo ya kumtumikia Mungu na kutembea katika nguvu ya Mungu? Hayo ni mambo ambayo lazima uyajue, si kutembea katika nguvu ya vitu vya kidunia. Rudi kwenye misingi, rafiki yangu unayenisikiliza popote pale. Toka usingizini, amua kurudi kwenye misingi ya Roho Mtakatifu, awe ndo kiongozi wako. Maana Bwana Yesu kwa kinywa chake alitamka na kutabiri, akasema hivi, si kila anayesema Bwana Bwana atauona ufalme wa mbinguni, bali ni wale wanaotenda matendo mema, wanaofanya mapenzi yake. Akasema wengine watakuja, wanakimbia, wanatoa jasho, wanasema, oh Bwana Yesu, mimi mbona nilitoa unabii kwa jina lako? Mimi mbona nilifukuza pepo kwa jina lako? Mimi mbona nilifanya miujiza kwa jina lako? Lakini atamwambia, ondoka kwangu nyewe watenda maovu, maana mimi sikuwajua. Hayo unaweza kuwa unayafanya kwa sababu Mungu aliachilia neema. Sasa baada ya hapo, hiyo neema umeweza kuenda nayo, umeweza kufanya kwa uaminifu kile Mungu alichokuzawadia. Shetani naye alikuwa ni mtu mkubwa sana, Lucifer, mwenye nyota na ambaye alikuwa ni mwimba praise mkubwa sana, lakini alipoasi kile kipawa hakikuondoka. Kumbuka, kalama za Mungu hazinyanganywi. Mungu anapokuwa na kubariki kipawa, unaweza kukitumia kwa Mungu au kwa shetani. Mungu anaweza kuwekea roho ya unabii. Sasa shetani anaweza kukuwai ukaanza kutumika kama mchawi au mganga. Hao wote unaowaona ni wachawi, ni waganga au manabii wa uongo, wengi ni watu walioitwa na Mungu, kwa sababu kila mwanadamu Mungu alimjua toka tumboni, akamtakasa, akamfanya nabii wake. Sasa kwa kila maisha ya mwanadamu, kila mtu amempa kusudi lake. Sasa kupitia hizi kusudi wanazotupa Mungu, mwingine anaweza kuzitumia kutimiza maono yake, maono ya shetani au ya Mungu. Ndio maana unaweza kuwa ni mfanyabiashara, Mungu ameachilia neema na kipawa cha biashara, lakini ukakitumia kufanya madawa ya kuua watu, kutoa mimba, madawa ya kulevya. Sasa ni nini hicho? Ndio maana Mungu amekupa zawadi, lakini umeitumia ndivyo sivyo. Ndivyo jinsi ilivyo hata kwenye mambo ya kiroho na mambo ya makanisa. Stuka, toka usingizini. Si kila unachokiona ndo hicho hicho. Chunguza, toka usingizini. Fumbua macho, umuulize Roho Mtakatifu akufunulie. Usipende kufuatilia kila mtu mtandaoni. Jiulize, je, roho inayosema nami ni roho ya Mungu? Naenda kuwekewa mikono. Je, huu mkono nao wekewa, nina uhakika roho wa Mungu ameniongoza kuembea, huu ni mkono wa Mungu? Kumbuka, uhai wa mwanadamu haupo kwenye kasi ya kuwekewa mikono au kuombewa. Ipo kwenye kasi ya kumjua Mungu na kutembea na maarifa ya kimungu. Ndio maana neno la Mungu linasema, watu wangu wataokolewa kwa kusikiliza fundisho, kwamba fundisho lile ndio linaloweza kuweka huru. Maandiko yanasema, watu ambao Wayahudi walioni amin, Mungu akamwambia, ukikaa kwenye mafundisho yangu utakuwa mwanafunzi wangu kweli kweli, na wewe utaijua kweli, kweli ile itakuweka huru. Hakusema utakaa kwenye kuombewa kwangu, bali kwenye fundisho. Fundisho ni roho, neno ni roho. Soma Yohana 6:63, anakuambia maneno yangu haya ni roho tena ni uzima. Lakini pia neno la Mungu linasema Mungu ni roho, wamwabuduo Mungu wamwabudu katika roho na kweli. Yohana 4:24. Kwa tunaona neno ni roho na Mungu ni roho. Kwa hiyo neno ni Mungu mwenyewe. Lakini pia lazima tuelewe kitu kimoja ambacho lazima tukijue. Mungu ni moto ulao. Kama Mungu ni moto ulao,
Ina maana lile neno, ile roho, yani Roho Mtakatifu, ina maana ni moto ulao. Kwa tukirudi kwenye misingi ya kusimama katika neno, tukatembea bila hofu na mashaka duniani, tukaishi maisha ya kumpendeza Mungu na utakatifu, na tukaamini katika baraka za Mungu, tunaweza kufanikiwa na zaidi ya kufanikiwa. Ndio maana neno la Mungu likasema we are conqueror, we are more than a conqueror, kwamba sisi katika yote ni washindi na ni zaidi ya washindi katika yeye aliyetupenda, yani Yesu Kristo. Nawapenda na mimi. In Jesus name. Shalom.